tukafanya Mungu nasema asante Baba, katika jina la Yesu tunashukuru. Amen. Watoto wako tuko mbele zako, tuangalie Bwana. Angalia Bwana. Watoto wako tuko mbele zako, tuangalie Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Makofi na vigelegele kwa ajili ya ufunguzi mzuri wa neno la kusimamia maombi pamoja na utumishi mwema ambao Mungu ameweka ndani yako. Mungu akubariki sana kwa namna ambavyo umekuwa na Roho Mtakatifu na kutuelekeza kwa maneno mazuri ya kusimamia neno la Mungu asubuhi ya leo. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa uaminifu wake. Nitaenda kwa haraka sana. Wakati sasa tunataka tafakari neno la Mungu asubuhi ya leo. Nimetumwa na Yesu Kristo nilete ujumbe neno la Mungu asubuhi ya leo, tuweze kusogea na kuweza kufika katika ile hatima ambayo Roho Mtakatifu anataka tufike kwayo. Mungu wetu ni mwaminifu, anatutetea, anatupigania na kutuongoza. Ndio maana umetoka nyumbani kwako, umekuja kwenye maombi. Kuna kitu kitafanyika kwenye maisha yako. Shalom, shalom. Shalom. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tulikuwa tukijifunza neno la Mungu linalosema kwamba kusikiliza sauti ya Mungu kwa wiki nzima toka siku ya Jumanne, Alhamisi na leo Jumamosi. Tuliona kwa Kumbukumbu 28 pale kuanzia 1 mpaka 9, baadaye tukaingia 15. Tukaona madhara ya kutokusikiliza sauti ya Mungu na faida ya kusikiliza sauti ya Mungu. Tulisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka ule wa 9. Tukaruka hapo tukaja mpaka 15 mpaka tunakoishia. Bwana Yesu asifiwe. Asema utalaani wa 15 pale sasa, usiposikiliza sauti ya Mungu wako utalaaniwa mjini, vijijini, mashambani na kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Na neno hili ambalo tunasema kwamba watu wengi sana wanasikiliza sauti ya Mungu na Mungu anasema nao, lakini hawajui kama Mungu anasema na maisha yako. Mungu anasema na wewe, lakini hujui sauti ya Mungu. Tulijifunza Mungu anaweza kusema kwa njia yako na wewe kwa njia nini? Ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu. Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu mwenyewe. Tuliona hilo pia. Tukasema pia Mungu anasema na watu kupitia vision, maono. Maono ni kama vile umelala au kama uko mahali fulani unasikia kuna taarifa, ujumbe unapita kwako, unakuelekeza. Alafu kitu kingine Mungu anasema kupitia ndoto. Ndoto zako unapokuwa umelala zinakuwa ni njema. Mungu anasema na kupitia ndoto pia. Tukaona eneo nyingine Mungu anaweza akatumia malaika akaleta ujumbe kwako. Bwana Yesu asifiwe. Malaika mleta habari njema, analeta taarifa njema kwako. Na tukaangalia pia Mungu anaweza kutumia mtoto akakwambia kitu kwamba kumbe ni sauti ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Tukaona kwamba Mungu anaweza akatumia akasemesha mbingu kona juu kwenye anga kuna nyota inakufuatilia au kuna kitu ishara fulani inaonyesha kwenye maisha yako. Kwa hiyo tuliona kwamba namna ambavyo Mungu anaweza kusema katika, na pia Mungu anasema kupitia neno lake takatifu. Tulijifunza tukasema hivi, wakati mwingine unapotaka kusikia sauti ya Mungu, fungua Biblia yako kama una majibu. Mwambie Bwana Yesu, nataka nipate majibu kutoka kwenye hii Biblia. Funga na toa zile references zote. Funga alafu mtegemea Roho. Ukifungua hivi unakutana pale macho yanakogota. Ghafla kama umeamini unakutana na ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Yote ni maarifa ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tutashirikiana neno la Mungu pia kulisoma katika kitabu cha siku ya leo, Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14 na ule mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14 na ule mstari wa 10. Tutaona namna ambavyo neno la Mungu linatuelekeza katika hilo eneo, namna ambavyo Roho Mtakatifu anatuelekeza au neno la Mungu linatuelekeza kwa habari ya kusikiliza sauti ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 10 mpaka ule wa 14 mstari 4. Neno linasema hivi: yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, itakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa
kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe tafsiri. 14. Maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yakini ziko sauti za namna nyingi sana duniani, wala hakuna mmoja siokuwa na nini na maana. Ziko sauti nyingi sana duniani, na hasa unapokuwa unapita kwenye changamoto, kuna sauti nyingi zinatokea mbele yako. Kuna mwingine atakwambia twende kwa mganga wa kienyeji. Kuna ndugu yangu alikuwa na tatizo kama la kwako, alipona. Maana ziko sauti nyingi duniani. Mwingine atakushauri, atakwambia labda ungefanya hivi, unamfanya na hivi. Na shetani anatumia nafasi ya kutumia sauti yake ili akukamate. Anasema ziko sauti nyingi duniani. Anasema kwamba basi nisipojua maana ya ile sauti nitakuwa kama mjinga. Kumbe si kila sauti inakuja mbele yako iko salama. Kuna sauti nyingine za kipepo. Kuna ujumbe mwingine wa kipepo. Unaletea ujumbe wa kipepo, taarifa za kipepo, sauti za kipepo za adui mwenyewe. Na hata wakati mwingine anaweza kutumia kama malaika wa nuru, kama habari njema, lakini kumbe ni adui anasema. Na hasa kwenye maeneo ya maono na wapenda ishara na miujiza, na wanaotabiriwa wanaopenda kutabiriwa na manabii na mitume, mara nyingine waliingia chaka kwa sababu hajui kutafsiri nini sauti. Bwana Yesu asifiwe. Si kila sauti inayokuja mbele yako itakusaidia. Kuna sauti nyingine zitakusaidia. Kuna sauti nyingine ya maana kutoka kwa Mungu. Nabii aliitwa na Yesu ana sauti ya kweli, na hata kama ukisikia unaona ujumbe ni wa kwangu, unanilenga mimi na unakuvusha. Nasema kwamba ziko sauti nyingi duniani. Ziko sauti nyingi duniani, lakini hakuna moja isiyokuwa na nini. Lakini katika kuwa na maana na kwamba unafanya evaluation, unachagua, je, huyu ni Mungu anasema? Je, huyu ni Roho Mtakatifu anaongea? Je, hii sauti nayosikiliza ya huyu mtu ananikonvinsi, ananishawishi niende mahali fulani, sehemu ambayo sio sahihi, ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa basi isipokuwa maana ya ile sauti usipoijua, itakuwa ni kama mjinga kwake yeye naye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wa karama za roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Karama ya Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni sauti ya nani? Ya Mungu. Kwa yule ni mjumbe wa Mungu aliyotumwa kuleta taarifa kwa sababu ni msaidizi wako. Kwa yeye ndiye anakuambia kwamba mwanangu, usipande gari sahihi, inaenda kupata ajali. Usiende eneo hili utapata changamoto, usinyanyuke. Kuna wakati mwingine jambo linaweza kutumika kama baya, lakini kumepusha mwingine na kumvusha ili ya usalama kwa jambo baya. Mwanadamu ataona kama ni baya, linatisha, linaumiza, lakini kumbe ni sehemu ya nini? Ya kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa angalia namna ambavyo sauti ya Mungu anaweza akatumia mtu yoyote. Mungu alimwambia, alisema kwamba alimtumia punda kufanya nini? Kusema. Punda alikuwa anaongea. Kwa Mungu anaweza akatumia mtu yoyote, bali kwamba ni kiumbe chake, ni mwanadamu aliyeumba kwa sura yake. Usipuuzie sauti. Mlevi anaweza kaa anaongea, lakini mimi anapitisha ujumbe kwako, japo ni mlevi. So yeye ni mwanadamu, inakuwa ni loud speaker, ni speaker tu ile, kwa anapitisha ujumbe kwako. Sema kama mbona anaongea kama kweli, lakini mbona kalewa? Shika cha kwako, maana huwezi kujua. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka jana kwa kutoka kwenye huduma Kibaha, tuko na kijana wangu hapa. Nimefika pale mawasiliano, nilikuwa nimesimama, tunajadiliana jambo
Kwa naongea na mtumishi, tunaongea naye, niongea naye mtumishi, kuna jambo fulani tunaongea naye kabla kufika Mwenge ili tuweze kuwasiliana kabla ya kufika Mwenge. Sasa ngoja nipate gari hapa niweze kuongea na huyu mtumishi tuweze kujadiliana jambo fulani. Ile naongea sasa, namaliza, anamalizia sasa hivi, nikamwambia nasikia kuna kishindo nyuma kwenye gari yangu, sijui nini kimetokea, naomba kata simu. Kishindo kikubwa. Sasa wakati kwa amekaa upande wa passenger, upande wa mbele, na nilikuwa tunajiandaa tufungue mlango, huyu kijana wangu atoke upande wa pili na mimi toke upande wa pili, tuende mahali ambapo anataka tuende mara moja, afu turudi kwenye gari. Sasa wakati ile simu inaendelea kuongea, ndio aliyofanya itucheleweshe kidogo. Baada tunaendelea kuwasiliana na huyu ndugu, tunamalizia, ilitoka pikipiki ilikotoka, amekosokoswa na gari. Sisi tumepaki pembeni pale mawasiliano, pembeni kabisa kwenye madalala, kwa mbele, tena mbele kabisa. Ametoka na pikipiki lake kule, akaja akaparamia gari yetu, akaigonga lile dude la nyuma lote likafunuka. Afu akapitiliza, akapita kwenye uchochoro, maana tuko barabarani na hapa, akapitiliza uchochoroni, akaanguka mbele. Afu anataka kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka niseme kwamba kile kitendo cha kutuchelewesha dakika chache, ina maana huyu kijana angefungua mlango ule anatoka namna hii, ingetoka ile pikipiki ingepiga mlangoni na kurusha mbele, kusema upande wake anakotokea. Ndio maana Mungu alinipa hiyo tafsiri, nikaingia kwenye maombi ya kushigusa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikajikuta sasa namuuliza Bwana Yesu, akaniambia unajua tafaka, unajua hichi kilichotokea kule ni nini? Anasema kwamba kuna roho ya aibu litaka itokee. Sababu huyu mtoto anamtumisha, kuna mfundisho utumishi, walitaka akipigwa na gari iwe lawama kwako. Pikipiki imetoka huko, imekata kwenda kwenye nyuma ya nani, ikaja upande wa pili, sio upande wangu wa kulia, ikaja ikagongea hapa kwenye hii mimbara, kama kwenye kona, ikapiga hapa, afu ikapitiliza kwenye pembe hapa, ikaja kuangukia mbele ya mlango kwa nyuma, kwa mbele. Ina maana kama akifungua tu mlango hivi na yenyewe, kwa sababu mtu anapigwa. Yesu akaniambia, hiyo watu wameshindwa kwa jina la Yesu. Hakuna ugonjwa usiomtii Yesu. Hata kama walisema ni kansa, hata kama walisema ni ugonjwa wa aina unaotisha yote, hiyo ni sauti ya magonjwa. Lakini iko sauti ya damu ya Yesu Kristo. Unapoita, lazima magonjwa yafanye nini? Yajizimu, ikimbie. Maana sauti ya Mungu inaposema hakuna ugonjwa utakaa kwenye mifupa yako, hakuna azma itokaka kwenye kifua, hakuna roho yoyote itokaka kwenye damu yako. Nasema, nataka kuambia kwamba ukiamua na kukubali, madhabahu ya magonjwa itaisikia sauti ya Yesu. Semesha baraka zako kwa sauti, ita fedha zako kwa sauti. Ndio maana tunapokemea mapepo, tunaelewa kama tu nafsi yake, nafsi ya fulani njoo, uliko video kwenye mabonde, kwenye milima, uwe baharini, njoo, hatumrudishi, hatutaki, tumemficha, kwani anaondoka, haondoki mtu hapa. Kwa sababu anakuja, sauti inaita. Kwa nini anasema hatumrudishi? Ulikofichwa baharini, njoo, mahali popote, kuzimu, kwenye mashimo. Tazama watu waliofichwa kwenye mashimo, lakini hakuna semaye rudisha. Sauti yako na kuendelea kuomba, ninarudisha uchumi wangu, narudisha kazi yangu, narudisha elimu yangu, narudisha masomo yangu, narudisha utajiri wangu uliofika kwenye mashimo. Rabo zaka, nataka nikwambie kwamba hizo baraka zako lazima zirudi. Ukiamua kufa maskini, umeamua. Ukiamua kufa kwa magonjwa, mwenyewe umeamua. Semesha kwa sauti. Kuna vitu vingine vitasemeshwa kwa sauti, ndipo viachie. Sema, kemea, haribu. Kemea, karipia, onya. Waonye wanaokutesa, jamani, acheni mchezo, utakufa. Kwa namna hiyo unaoenda na kuonya mara ya mwisho inafika, na kukemea
kwa jina la Yesu shetani. Mkeme shetani, atafanya nini? Atakimbia. Mkeme shetani, ni mbwa koko. Unapolikemea out, achia maisha. Na kwa kumaanisha toka kwenye vyanzo vyangu vya fedha, toka kwenye connection ya watu wangu Mungu alionipa. Maana leo wewe unaishi kwa connection ya watu. Connection yako ndio fursa zako za maisha. Connection yako ya watu sahihi ndio baraka zako, ndio sauti ya Mungu hiyo. Nasema kwa sababu gani? Watakuletea taarifa zisizo njema. Bwana kuna kazi fulani, ndugu yangu wewe, fanya biashara hii itakusupport mpaka hapa. Sauti ya nani? Ya Mungu. Jenga nini? Connection ya watu walio usili mradi mtu mwingine, connection ya kipepo. Kwa sababu sauti ya Mungu inapokuja unafanya. Unasikia maelekezo unafanya. Nikasikia maelezo moja na gari yangu iliharibika nikafanya. Na sijui itatengenezwa lini, lakini najua nitafanya. Tukanyosha pale, tukavuta pale ile crack ile dude, kasha moto tasaidia mbele safari. Ni kitu padogo, ukiona ni padogo kweli, lakini gharama yake ni kubwa. Ndio ubaya wa gari. Wanagonga kidogo, hela laki 3, laki 4. Na magari halafu. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Wapendwa, tujifunze kusikiza sauti ya Mungu. Vuja sauti za kukata tamaa kwenye maisha yako, songa mbele na Yesu awe msaada kwako tangu sasa na milele. Amen. Shalom, shalom. Haleluya. Tunaingia kwenye maombi ili Mungu aendelee kusikia sauti zako na aendelee kukubariki. Tunasogea hapa mbele. Baada ya hapo sasa, tukishamaliza maombi, tutakuwa na ibada fupi ya kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana kwa ajili ya kwenda kubarikiwa. Naomba watumishi tuendelee kujiandaa kwa ajili ya wakati. Tunaenda kwa haraka sana katika ile eneo. Ni wakati wa kwenda kumwambia Bwana Yesu kwa sauti zetu. Mungu atusikie. Kila ambacho anataka Mungu afanye kwenye maisha yako, akafanye sasa, akafungue milango yako. Hebu utapazia Mungu sauti kwa kila ambacho anataka afanye kwenye maisha yako, akatende sawa na kusudi ambao amekusudia kwenye maisha yako. Naomba tusimame. Damu ya Yesu inanena mema. Tusome mapatano yao waliopatana ila ya haribu kwa damu ya Yesu. Waachie maisha yao. Maanisha waachie maisha yao. Achie maisha yao. Achie maisha yao. Kila sauti iliyosemesha maisha yako inaachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ikanene mema. Ikanene mema. Ikavunje kila madhabahu zetu zilizokamatwa kwenye hizo madhabahu kupitia sauti za mizimu. Tuna sauti ya Yesu, tunapeleka na sadaka ya Yesu, tunadodoa, tunarejesha vyote vilivyokamatwa, tunarejesha uchumi wetu kwa sauti ya damu ya Yesu, tunarejesha pesa zetu kwa sauti ya damu ya Yesu, tunarejesha watoto wetu kwa sadaka ya damu ya Yesu. Walipokamatwa nafsi zao, leo tunapeleka damu ya Yesu, tunakomboa mali zetu, uchumi wetu. Asante Yesu, Jesus. Asante Yesu, leo tunapeleka damu ya Yesu. Huko aliko kufunga kwenye madhabahu za damu, waachie maisha. Sauti waliokusemesha mpaka wakakamata akili yako na ufahamu wako, wakakufunga, hiyo sauti ya miungu ya ugenini, out, toka machini, toka kwenye moyo, toka roho ya kuchafuliwa hekalu, toka kwenye moyo wake, hiyo sauti aliyoitii. Wewe roho iliyoko ndani ya mwanamke huyu, out, machini. Nasema machini. Mlimdanganya, mkamdanganya nafsi yake. Ninavua kila kiburi iliyovishwa, roho yoyote ya aibu waliokuvisha, inaitoa, itoke ndani yako. Roho aibu, achia. Hichi ni chombo cha Bwana. Huyu ni mwana wa Mungu. Huyu ni mwana wa Mungu aliyepakwa mafuta. Achia maisha yake, hataaibika. Na achilio pako
Achieni baraka zake. Paka siku ninaachilia uwezo wako, naachilia mamlaka yako. Rikaraboso, tarehe yake kujifungua, hawatafanikiwa kukamata mtoto wake aliyoko tumboni. Shikeni vizuri wa mama, hamtakamata tarehe yake aliyofunga. Amefunga mafundo 7, kwa hiyo bado amefunga, atajifungua salama. Hii ni sauti ya Yesu Kristo, hatapata shida. Ewe roho, hiyo roho ya uchungu anayoipata kila wakati usiku, roho ya kuweseka usiku na kusikia joto, moyo kwenda mbio, vitoke. Huyo moyo wake anasikia unaenda mbio sana, anakosa amani, anajisikia vibaya. Hiyo roho ikuachie, iachie, 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 iachie. Mtoto wako hatatanguliza miguu, bali atatanguliza kichwa kama kawaida. Wao walipanga tanguliza miguu ili ufanyiwe operesheni. Nafunga roho ya operesheni, nafunga roho ya operesheni, nafunga roho ya operesheni. Hii ni sauti ya Bwana. Nafunga roho ya operesheni, ninafunga roho ya operesheni, nafunga pepo la operesheni ambayo limetumwa ndani yako. Itoke, itoke. Roho ya operesheni iliyopangwa itoke, ikuachie, ikuachie, ikuachie. Operesheni mlioipanga kwa mwanamke huyu ili akamsulie tumbo lake. Rabo saka, neno linasema ataanza kwa uchungu wala si kwa operesheni. Malango yake ya uzazi na nyonga yake ikafunguke. Toka pepo, toka pepo. Kama tani vizuri koni ya masaka, toka ewe roho, toka achia, toka achia, toka kwenye kiuno, toka kwenye nyonga, toka kwenye kwa mtoto mliomkamata pitilize miezi, toka hata pitilize miezi wala siku. Toka ewe roho, toka roho uchawi, toka uganga, toka shirikina, toka mizimu. Rabo shaka ya masaka, nipo rabo shaka, toka machini, waleta, waleta kwenye tumbo, jibue, jibue. Ewe roho ya nyoka, 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 toka kwenye tumbo. Mtoto huyo hata jiviringisho kitovu chake kwenye shingo yake, hiyo ni roho ya nyoka. Itoke, 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 itoke. Achilia ushindi wa damu Yesu kuanzia sasa. Ni sauti ya Yesu, ukajifungue salama mpaka kufunguliwa. Shalom, shalom.